hapa wanarau kuja kwenye semina kama ya siku 4 hivi au siku 5. Lakini leo hii ni siku ya kwenda kutembelea mbuga za wanyama. Tunakwenda Tarangire kwa ajili ya kutangaza utalii au vivutio vya utalii wa Tanzania. Basi fuatana na mimi kwenye safari hii ambayo bila shaka itakuwa ni ya kuvutia kweli kweli, hasa tukiazimia kutangaza utalii wa Tanzania ndani pamoja na kimataifa. Basi mimi ni mtalii wako ndani Emmanuel Ocheto, karibu umakinike nami. Mtazamaji wa Sakasaka, hapa tumefika Tarangire. Kama nilivyosema mwanzo, tunakuja Tarangire kwa ajili ya kufanya utalii wa ndani, na kama unavyoona mandhari hapa imependeza kweli kweli. Kuna watalii kutoka maeneo mbalimbali, kutoka nchi mbalimbali, na sisi kama watalii wa ndani leo tumetembelea. Kwa hiyo tunajiandaa ili twende mbugani sasa kwenda kuwatazama wanyama. Basi endelea kufuatilia Sakasaka, itakuletea kila kitu katika safari hii ya watalii wa ndani wa nisema chama cha wafanyakazi Tanzania RAU. Zebra tunakaga troops. Kwa predator inakuwa ni ngumu kidogo yani kumspot kwa sababu zile patterns na ile camouflage pia inamchanganya. Tuwakuta hapo kuna milio wamekaa pamoja. Hiyo mistari yao predator akiwa mbali. Predator ni nani sasa? Sema mfano si kama sasa hivi maana vitu vyote anakali wanyama wanakimbilia. Alafu wanyama ingekuwa hapa sasa. Sema mambo sio salama au kufanya sio comfortable. Ana extend ile mimba ana extend. Ameshaambiwa jana atakula sesheni yako na ya kwako. Sasa kasonga katika gari. Ngoja nimuone kasongo. Ni wengi. Ngoja kwanza wapite alafu tawaingiza. Tulituambia hata kelele ya gari. Wewe ndio kutumia zote hizi. Yaani huyu hapa hawezi kufanya kwa sababu amdisturb. Hiyo trunk yake ni kama ubongo, yani kila kitu Hawezi kusikia bana. Au ni shule. hakuna hata mtu kana kwa ni mnyama mpena anauza. Kwa hiyo walipo Tarangire hii ni sehemu maalum ambayo ni ya kupumzika, wenyewe wanaita ni picnic. Kwa hiyo watu wa RAU tumepumzika hapa baada ya kuzunguka kujionea wanyama wa aina mbalimbali. Tumeshuhudia tembo, lakini vile vile faru hatumuona wala simba kwa sababu ni jua kali. Na ukija hapa unapumzika, unapata chakula, ni sehemu ambayo ni nzuri kweli kweli. Kwa hiyo nakualika Mtanzania popote pale ulipo, hebu tembelea siku moja uje pengine na wewe furahi kujionea nasema vivutio vya aina mbalimbali ambapo vipo Tanzania, hasa kushuhudia wanyama kama wale wanyama watatu au 4 wakubwa, lakini tembo hapa unaweza kumshuhudia. Unaitwa nani na tuambie safari ilikuwaje? Kwa jina naitwa Hashim Tongola. Safari kiukweli ni safari ambayo ilikuwa na furaha sana. Binafsi mimi peke yangu, lakini pia na wenzangu pia tumeenjoy kwa safari hii. Tour hii ilikuwa ni tour moja mzuri sana, ya furaha sana. Tulipata tour guide ambaye alitueleza kila kitu. Vitu vingine vya ndani kabisa. Nilikuwa mdogo kiumri, lakini kile ambacho alikuwa nakupasa kuambia alikuwa anakuambia bila kujalisha kwamba anayemwambia ana umri gani au na age gani. Kwa hiyo kwa ujumla kwa tumeenjoy hii safari. Kimekufurahisha? Nimefurahi kujua historia ya wanyama wanaishi kwenye familia na namna wa baba au mama alivyo na majukumu katika familia hiyo. Tumeona tembo, mama ndio mkuu wa familia, lakini kitu cha kufurahisha zaidi tumeona swala anaishi na wanawake zaidi ya 60 na familia haina migogoro. Hapa nilichojifunza ni namna ambavyo tembo ana uwezo mkubwa sana anapometi na tembo wa kike, jinsi ambavyo anakuwa na nguvu kuliko wanyama wote. Lakini nimejifunza ambavyo swala anaweza akahimili familia kubwa namna hiyo, lakini nimejifunza tabia za wanyama kama zinaendana kidogo na za binadamu, kwa sababu kuna kabila moja la Kimasai ninaona kuna boma linakuwa linamilikiwa na baba mmoja, lakini unakuta wanawake wengine zaidi ya 5 na bado wanaishi kwa amani tu na furaha na watoto wengi. Kwa hiyo tabia ya swala ni kama tabia ya Wamasai kidogo. Furahisha kwenye hii safari? kwa kweli kwangu safari imekuwa ni safari nzuri na imekuwa ni safari ya baraka sana. Kuna vitu vingi sana nilivyojifunza katika maisha yangu ambavyo unaweza kuvilinganisha kutoka kwa jamii ya wanyama kwenda kwa binadamu.
kitu nilichokipenda ni kwenye jamii ya swala, kwamba katika kundi la mnyama swala mwanaume anakuwa mmoja, wanawake wanakuwa 60, lakini na kunakuwa hakuna migogoro ya aina yoyote. Na pia kitu kingine kilichonifurahisha katika safari yetu hii ni katika jamii ya wanyama tembo, kwamba tembo katika familia ya mnyama tembo, yani tembo jike yeye ndio anakuwa yani ndio kiongozi wa ile familia. Kwa hiyo mimi kama mama nimejifunza kitu kwamba mimi kama mwanamke basi naweza nikafuata kwamba kama ule mwanamke ambaye ni tembo, mimi naweza nikasimama na nikawa ni nguzo bora ya familia, na familia ikaenda bila kutetereka na nikatekeleza majukumu yangu vizuri. Asante sana, nami nimefurahia safari hii, nimeenjoy sana. Ila katika kitu nilichojifunza ni kwenye familia ya simba, ya kwamba simba dume baba wa familia hawapendi wanaye, kwa sababu mwisho wa siku naye watoto huo wanamgeuka baba na wao wanakuwa baba wadogo. Anaweza akapinduliwa. Yani ina maana kumbe baba anaweza akapinduliwa na watoto wake. Nimeona hata kwenye familia nyingi watoto wa kiume huwa wapendani sana na baba zao, wanakimbilia kwa mama zao. Kumbe ni sababu hiyo ya kuhisi kwamba labda na wale watoto wanaweza wakarithi tabia za simba. Elimu kwanza, nguvu ya hoja kwa maslahi bora ya wafanyakazi. Hapo wale hawajatoka. Elimu kwanza, nguvu ya hoja, maslahi bora ya wafanyakazi. Saka iko Tarangire.